Kiana mwenye alikupenda juu ya tamaa, njoo akishakubadilisha mimba anakuambia ulinioneaka wa sasa ile mapendo alikwambia imeenda wapi? Au ulipitaka mumeno au ni mumacho tu unaonaka sana. Haleluya. Acha maendeleo yako utaziachaka. Dhambi ya pili ni uzinifu. Uzinifu. Ile ni dhambi ya ngapi? Dhambi ya pili. Unajua hii uzinifu ni kitu kibaya sana. Mtu yote mwenye iko ndani uzinifu, pale utasoma kitabu cha Mwanzo sura 6. Tuko pamoja? Mwanzo sura ngapi? Sura 6 mstari wa kwanza. Utakutana pale wanavyoongea juu ya habari ya mtu gani? Habari ya wana wa Mungu wakati waliposhuka wakafanya nini? Wakajikamatia kila mtu mke anayempenda. Mwanzo sura 6. Hapo unasikia kama wana wa Mungu wakazini na wana wa watu. Sio vile wa malaika walitoka mbinguni. Hapana. Ni wale watumishi wenye Mungu anatuma mwende muambie watu kwamba waache dhambi. Lakini watumishi nao zao rafika banaingia kukisomo, banaangalia bamusika wanasema ewa hata wenye biko naanguka biko na rezo. Bwana tusaidie sana. Dhambi inatosha mpaka na watu ya Mungu inawatosha muwepo, inawapeleka muzinifu. Donc dhambi ya usharati habaikemi yake papa ni siwezi anguka, na watu ya Mungu walianguka. Hapana, watu wa Mungu wana pepe ya Yesu. Haleluya. Amen. Na watu wanafikiri kuanguka juu yani ikuzoeana. Unazoea tu pastor. Maana juu tunatumika hapa kwa madhabahu, uko na filme pastor, kama uko na DJ, kama unataka unakaka sadaka na uko dada, wengine wote waheshimie pastor mpaka na bibi yake. Mewe. Uko na mshibia tu samwe. Kama pastor akuanguke huko, mwingine anaweza kuanguka. Ambia jirani tusizoeane. Haleluya. Kuikala pamoja kuketi, kukutania muhuduma. Hata kwa service uko na nirandre. Kila dhambi chanjo yake yote ni bongo na bongo ni etere. Nilipopata hii somo, mbele nilikuwa natafuta kuwa faible kwa mtu mwenyewe unanipatia maentere. Ninaona nikimsema kwa mbaya tafani. Kumbe kadiri Mungu anainua Daudi, anainua na Goliati. Mungu akiinua Samson, anamuinulia na Delila. Kila ushindi yako Mungu anakuinua kuwa mshindi, na shetani anatafutaka mwingine mshindi wake matapigana na wewe. Amen. Kuko mtu anaweza itika batiziwe, kumbe kuna lengo tu ya ukia kuangusha. Mtu anabatiziwa kisha nadhani na wewe kimbia kweli tu ndako wao mserie. Mimi najua dada mwenye alipataka ukimwi alikuwa anapendanaka na garson, ule garson yafuatilia akasikia yule dada antalunga. Alaveye baada ya kwa pastor anampigia simu, nihurumie sheri, kumbe washapendana, ni hatari. Dada hayaokoka, anachomoka tu hivi ile anataka kile kumwambia nipe kama mwisho maana nitakupatia bakuli na vyote. Pia anasema si auzavi bakuli, sipata nicheka na za matelana nini. Bwana, pike basi kama mwisho. Basi alitabanduka. Dada wanampiga kama mwisho, kesho anda lunga anapelekea bwanake ukimwi. Angalisho, hata mtu njoo anakuzalishia faida sikuzoe. Kimbieni shetani na hata wakimbie. Shetani anaweza kukimbia, mezambi haiwezi kukimbia. Zambi, mpingeni shetani naye hata wakimbie. Mezambi haitakukimbia friend. Kama wewe usipoikimbia, utatia miguu yule kichwa chini. Tena zambi haionaki watu wa upako. Ingekuwa na Samson, ingekuwa inaonaka wa upako, Daudi hangezini. Na Daudi Mungu anasema ni mtumishi wangu kulingana na moyo, lakini miguu inapanda yule mwanamke wa watu. Sema tena zambi ya uzinifu. Zambi ya uzinifu
hasara yake inakufanya ulangule laana zote kutoka kwa yule uliyezini naye. Ile ni hasara ya kwanza ya dhambi ya nini? Ya usifu. Ukilala na maso, utakuwa na nguvu zezi kusaba rogo ya maso. Manake utakuwa na force zenye wakati yote kusikia mwili na chamuka na kiana wote kwa kapenda mubako na mshimuchi yako. Na hata toko na mbloki. Ndio wale watu wenyewe wasikia wanasema mie na pastor kumwamsha niambie kitu. Mie niko forte. Na usikie nikwambie. Unafikiri nguvu za kupendewa. Unafikiri vizuri. Ukisha kuwa na upako. Upako iko sawa vile chumvi, asali, sukari, mafuta. Mafuta kwenye uko mafuta ukimwanga chini. Miswa sinajiletaka na inyengelele. Yaani upako inakokotaka kila kitu. Iko sawa vile asumaku. Mbona nyewe wote kama mlikokotewa hapa nishia upako. Sasa kila anayekuja kwako ndio anakuja kuifuata mahubiri. Si kwa wamesamini upako, pana wengine wanakuja kukunya upako na kuimaliza upako. Hii nyengelele inakiaka yala kumafuta, sio kwamba inapenda imalize mafuta. Sasa upako itakokotea na balozi, na wachawi, na washarati. Ninawatia ndani nguvu ya kukupenda sana. Ukisubutu kumwambia mimi nakupenda, yeye kufungula nishaji pia kwambia kuna shida yeye kwa nachungaka ile. Ona tu yote. Alimwambie kitu. Kisha lazima nyie wa muzika wenye Mungu hapa. Msifikiri mtaolewa juu ya usura. Upako inaweza kukuhotia kiana moya vedete mwai mwingine ashaka na muzika na kupenda wewe. Naona nasema mimi napendewa. Usura gani ndio ulipendewa? Hii sura yako unaweza kupenda hata. Probleme ni upako. Na kisha kuangusha anakuchukia hatari. Mfano ya Amnoni na nani? Na Tamari. Sana upako inaacha mpaka mtu anapenda kaka dadake. Meakisha mwangusha akamchukia Samafi. Ndio wabiana wanamwambia mimi nakupenda. Fungula miguu uone kama nilikupenda. Tabaki yake pale. Ingelikuwa wote washapita kutubu wangu ndio alibebaka. Ni kama hii somo ungeipinga. Lakini huko mbona unahesabia nishaombea hapa mtu namwambia lazima mimi nakiatengeneza pastor ni maki mie chafa uzinifu namwambia ushazi na wangapi ambona sasa ngati ni wa mingi hakushibia hata mbio nikamwambia mbona ushibie ushazi na wangapi asema pastor ngani nahesabia akafanya 30 minutes iko nahesabia akaanza anambia Jacques François nani saa 50 mais angali kwao usinifu. Unalala na mtu haujui iko na agano gani na maisha ya kuzimu, haujui shalala na nani, na haujui zambi gani zenye alishota, na wewe unafungula miguu. Na zaidi ya yote mtu yote mtakwambiaka kinywa yote ya baraka inakwambiaka wewe wa kwanza msiwe mtu. Haleluya. Hakuna baraka mashambambia mimi niko chabo mimi najua wa mingi. Kila kinywa baraka nakwambia tu siwe mtu. Haleluya. Siwe mtu na kama nishamuyua akose ni siku nilikuwa natembeza kinga tukwache zaka ipelu mesione. Hiyo kinywa baraka. Na anaikuambia haiwane manake wewe sasa utaingia unakula makombo. Mwana mpotevu aliendaka akapoteza pesa zote msharati. Alipoona anachoka akasema mimi naacha hizi nguruwe. Pale mwenye nguruwe sasa zitafutia mchungaji akaziambia sina mchungaji. Kumbe unaenda kamata tu makombo ya we. Na mwana mpotevu alikwenda chunga zile nguruwe akakula makombo ya nini? Zambi yote ni uchafu. Na wewe ukiingia uchafu maana unakula makombo ya uchafu ya wengine. Mimi batakwambia tusiue. Eske unaweza ingia mbisi ya kwenda katindo ndosho. Tunasema maibisi ya ingia watu wengine. Na inatokea ndosho. Inatokea wapi? Birere. Uone ikamatia mterminisi. Tunasema wao ingia watu. Sikiakilia kwa sawa. Ilikwambia ndosho mkunga. Sasa kama wakwambia ndosho mkunga, maana asili yake ni kubeba. Na ume unakupropose si tujuane, si tulale pamoja. Maana anajuana, macho asili yake. Mimi unakwambia hajue. Zambi ya usharati
inafanya mtu alangule la. Unalala na maso, unapokea nguvu za maso. Unalala na motare, hautekasha migulu kwenu. Maana saa yote migulu wako ni kwa watu. Unatoka kwa Tantine, unaenda kwa François, toka kwa François, unaenda motare manake. Jo unazania kuna watoto wa msika mwelu, kuna watoto wa motare. Tuishalala na motare, akalangula migulu ya nani? Jo anasema kupitia tendo ya ndoa tunafanyika kuwa mwili moja. Maki kama ni mwili moja, maki tukiona ule mtu, tukiona Tantine tunaangalia motare Jacques. Na motare kazi yake ikalaki fasi ya pili. Motare kazi yake ikalaka tuniko na dunda. Kama haya pompe hana amani. Toko mtu mnaweza lala naye unapata pression ya uzinifu. Unawashisikia saa yote mwili na waka saa yote. Mpaka nafuta mkamata na mihogo utashingiza kiwakosa. Eske motare mikalaka stop. Titi. Tunaendelea tena. Titi. Sio vile tu. Titi. Basi wewe motare. Ambia jirani, mwambie jirani, epuka uzinifu usikwe motare. Unafikiri unaweza kufanya uzinifu na huko nyumba na ufanye miaka 10 na watu unasaka. Hata kuna saka tu. Juu siku utalala na motare, lwako lunaenea. Sasa ukilala na profesere, unaweza utakuwa profesere, sasa yote ni kusema. Njoo manake wengi wa kuchonganisha. Tena watu wachonganisha ni nani? Dafu nani? Tena watu wachonganisha na dafu nani? Tena dafu saa yote profesere na makiaka ni wewe. Hauchokake. Profesere. Mwasaidie sana. Sasa ukalala na mekanisie, njoo Mbaraka bakao chafu. Utanawaka tena. Basi mekanisie sana ogopa mai. Yeye na mai ni biadui. Basi mekanisie ufika kwa Aisha choka hata kulewa. Mmemchoka upeke ni ulevi. Nakwambia madami ndanawa kesho. Leo Mbaraka ni wanatembea kasa yote na maparfait. Hata wale wa maparfait za mingi mkanisa wa vivi ya mai. Si akuchamba, haiko wote. Memoja wapo ni hili. Parfait maana yake ni kufunika harufu yako. Oroka harufu kimba lupatia kanikadio kinawa tu. Natosha. Haleluya. Amen. Na ukifanya deju wa unao, hii harufu ni moto. Njoo unasema hapa jinsi na wakati ya unao. Ungali kule tunasikia fulani ule. Mekanisi. Bwana tusaidie sana. Niko kupointi ya pili, aina ya pili ya dhambi ya uzi. Tunashemu maandiko. Sema Yuda. Yuda mtoto wa Yakobo, Mungu akamwambia fimbo ya ufalme haitaondoka nyumbani mwako. Lakini Yuda, maandiko inasema akaenda lala na msichana moja, mkazana wake. Sema tena mkazana. Kisha aseme akamwachia nini? Fimbo. Cha kumuonga akachikosa, akamuonga nini? Akamwambia hii fimbo na kile kamata. Fimbo ya nini? Ya japo Mungu alimwambia siri yako. Fimbo isitokake mkono yako. Oh, dhambi ya uzinifu na kutoshaka mfalme inakupeleka mkadala wako. Mtu mwiko na fimbo ya kifalme ndiye anaisaidia juu ya uzinifu. Kumbe dhambi nayo iko na nguvu. Ambia jirani, mwambie jirani, dhambi iko na nguvu, attention. Unaangalia mtu anacha fimbo ya kifalme. Tena naisha ameliwa. Mejua nguvu ya dhambi. Anaiachia msichana. Tena isitoshe mkazana wake ambaye alikuwa anatembea magharibi, akaenda angalia Baraka, Aisha ashimakie. Kumbe ni mkazana wake. Samie kama Joyce angekuwa kiana, mimi ndalana na bibi yake, bibi ya Joyce, bibi ya mtoto wangu wa kwanza. Na mimi namwachia fimbo ya nini? Siku anakiauliza yule binti, umebeba mimba ni ya nani? Na maandiko inasema anayebeba mimba sio na bwana pigo kwa nini?
Na mwenye alitoa amri ni ule mfalme, na ule mfalme tu atapeleka ule binti mbele yake amhukumu. Njoo Yuda. Sasa analeta ule binti. Ule binti anabaisha mhukumu, mfalme anasema aseme. Kama aseme nilite 5 apigwe mawe. Kumbe analaka naye ni usiku, hakunaka yeye macho. Yana yua kama fimbo yake aliyataka kwa baraka, haiko huyu unikazanake. Na anakuwa nguvu. Kianangu mukatale. Mimba ya nje apigwe. Binti akasema niko mwaiki rangu niko amo na kitu. Akasema mwenye ule mtu aniachiaka kitu chenye chiko huko. Nikikitoshi mwenye nacho ni yeye. Bali fungula kirago tosha hapo fimbo. Eske fimbo ya kifalme unaweza sawa? Hata hivi tu maveste zebina baraka. Hivi kwa veste yangu nikikale mtu mmoja hapa akivala dimashi unaweza sawa kisi yangu. Simtai watu. Akatosha fimbo anasema mwenye hii fimbo. Njoo mwenye hii mimba. Yuda utashikamata? Ishirani utakuwa? Kumbe ya 3, zambi inaleta dharau. Zambi inaleta nini? Atadi mara ya kwanza ndio nilifanya. Ule mmoja nilifanya naye akafika kwenye biko na kusema, atasema ni kweli. Ndio mtu mwenye ulifanya naye zambi anakamataka kama uko tu wa vile. Nikianguka hapa kudada moyo, nyie hata nilimoya nikapiga penalty ndani, mtasema kumbe tu alikuwa anatuhubiriaka na anavifaka. Na sitapata cha kukana. Wakikunasa mzambi moya, wakikubadilisha yako 20, utazikana. Utazaraulika. Basi unaona, nilikuwa tania tu niifiche hapa, we, tuikutia yako na vyote, usikane. Uitiki. Zambi inaleta nini? Mwizi. Maisha kuiba matelevizio vyote. Unakia nasa mameba kitanda. Paka mshamba. Hautakulipisha na matelevizio za msalona au kunasa. Atazikana. Atazikana. Ndio papa. Hata kama ndio unainasa muhivi. Mehivi ingine haki walai. Hakuna vya walai. Tunakuzarao. Tukikunasa muzambi ya bongo. Tutasema wewe na kudanganya msika wa watu hauzi shindwa. Uko msinifu. Tukikunasa mzambi ya bongo, wakikusema kuna ulevi, tutasema ndio, ni kweli. Juu na woga. Vile kuogopa kufanya moya, wamemwambia bongo cho mlango, na zingine tutazifanya. Juu unajua je defendre mbongo. Sema tena Yuda. Ndio maana sasa kwa kufundisha masomo, usiniambie mie siwezi baba, mie siwezi. Yuda ni mfalme. Alitika fimbo ya kifalme kafanya. Si tu kwa hapa wazee wanaiwa jinsi ukikunya mandali, ukikunya ave, tukikunasa tunakutangaza. Lakini siku atamkunyaka. Na shetani alisema leo njoo. Watamura masaka na ndamtangazia hapa. Kwa anashikana tu, lakini siku za mwizi 40. Sasa msika biko hapa. Siku natukamena kutufilme. Lakini uko sadabu mpaka kubabako. Tutaiwa kulitokea. Uko sadabu unaanza hivi, maana ushona kwa babako anaonaka. Tutaiwa tu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Zambi, hasara nyingine ya zambi. Tuko maana ya pili ya zambi. Andika kasara hapa. Zambi yoyote inaleta mlango wa magonjwa. Zaidi sana zambi ya ushirifu. Kila mwanafanya zambi ya uzinifu. Kama utapata sida, utapata magonjwa ya infection. Juma anakuambia siaka wecho. Unajua shapita na wangapi akalogota vinga? Yote nalikuacha. Zambi ya uzinifu, apare kusema tu itaharibisha maisha ya kiroho, pia maisha ya kimwili itaharibika. Zambi yote inaleta magonjwa. Bwana tusaidie sana. Hata zambi ya bongo inataka magonjwa, attention. Sasa tamwambia rudia mwenyewe. Sema. Sio unakuwa mstabilite. Ile sasa utarudia kwako kama uko bibi, unaanza chamba bwana, kumbe ma stress zilitosha kukanisa juu ya mabongo. Kama uko bwana, ma stress zilitosha kukanisa juu ya mabongo, problem ni shaka bibi yako. Kama ni mkartie, bwana alishua leo mimi na bibi yangu ni sawa, unataka bibi ya vimba huko. Unakufa nini? Unakufa nini?
Hivi fulani, nilikuwa na nyuma fulani. Dhambi yote inaleta magonjwa. Zaidi sana uzini. Hasara ya pili ya dhambi pale muzinifu. Dhambi yote inaleta kifo. Inaleta kwanza magonjwa, ya pili inaleta nini? Kifo. Cha kimwili au cha kiroho. Kuna watu tunaona wazima lakini kiroho wameshakufa. Bwana tusaidie sana. Papa ni unagusa hiki kitu sifanyikiwe. Kumbe huko kuna sababu na dhambi. Ulishakufa. Ni laana za kijamaa bongo wako. Kuna wenye waliokoka kama wanatokea laana za kijamaa za kushinda wewe. Lakini walipodumu vizuri katika neno ni uzima, wakawa na uzima. Kuna wakati mwingine utawakia na wewe hapa mwaka haubadilike. Usiseme ni mapepo za kijamaa. Kuna mlango wa dhambi. Na dhambi haiko tu uzinifu, kimani kwa kufundisha aina ya nini? Ya dhambi. Inaleta kufa. Iliua kuple ya kwanza, mbustani ya nini? Mkanisa ya pili, Anania na Safina nao ni kuple. Na ikafani ikakufa juu ya tu bongo. Tena kuna Isabia tunazarawaka. Papa, itika ulale jana, mepukana na bongo. Bongo jo iliua Adamu na nani? Na Eva. Ile bongo mkanisa ya pili yenye Mungu alisosabilize Petro akuwe pastor, ikaua tena wazee ya kanisa, kuple ya mzee wa kanisa tena mwenye kuwa na upako. Bongo paka wakakufa wakazikwa. Unafikiri shuko na upako na mzee wa kanisa unikala kwenye madhabahu. Unafikiri ile dhambi ya bongo haya yakaita kuwa. Unaketi na mwenzako mzee kwenye madhabahu na una siri ndani yako. Na uko na mteta mbaya. Na uko na msengenya. Uko na shida. Uogope Mungu na Mungu atakusaidia utubu leo. Sino dhambi haitakuhurumia. Utakufa tu. Na sio utakufa sana watasema tulikupana. Mkanisa ya leo tuseme tu mtu amekufia hapa Dimashe, juu pastor alipoze maulizo 3, akakutana kumbe kuna naziri ashadanganya amekufa. Mtasema nini? Alimupana. Njoo ya leo. Wewe kufia kwako, usikie kufia hapa. Leta leo haiko sawa kwa Bwanania na kwa Petro. Haleluya. Nimesema ya kwanza dhambi inaleta magonjwa, ya pili dhambi inaleta kifo, ya tatu dhambi inaleta dharau. Ile ni madhara ya dhambi. Mule ndani tu tungali kwa ile ya pili dhambi ya uzinifu. Bwana saidie sana. Ya nne, dhambi inaleta umasikini. Unaona mie siongaki, utahonga. Unafikiri wenye wanahongaka wanakuwa wanapenda. Bwana saidie sana. Mwenye anahongaka anakuwa anapenda. Mwana mpotevu alikuwa anachomola kamoya, anazania kama anarudia hapo. Anachomola kanoti kengine, anazania kama anarudia. Mwisho zikafanya nini? Kuna bambaraga hapa nje. Na huko mtu haiko baraka, meko na roho ya kupendelea ya kupondeana. Kuna mtu anasikia? Kuna mtu haiko baraka, meko na roho ya kufanya nini? Kupondeana na kuombeshana. Dada, kaka. Dada, mbona uniitaki? Huyaka nita hata siku moja kwa sababu nipendaki. Papa, sipate meka. Meka tu. Unauza meka ngapi? Omo ya 5 sanjo mtu kuko sauti inatosha nyoka mlupango. Inafungula mlango wa gari. Bie mlango inajifungula, gari natoka. Sauti tu. Juma na yeye akikwambia ni hongi, hutahonga. Ni kuko watu wenye maana msauti tu unazi. Anakunyonya pole. Tena na hakuna dhambi, baadaye mfanya angalisho. Unakula franga yangu unifanyake kazi. Lakini amulilimlomba wewe na baraka hakuna tofauti. Mimi siko kulamba, ulifanya kazi gani sasa? Mega sexa hapana. Kama ta 2000 na magharibi ni hiti. 2000. Sisi leo kazi zinatoka. Na wewe sasa utamaliza ile 2000 na wewe mpigia. Kuka mwisho unamtumia kabisa.
Habari papa, pale pale. Ano mtoto wangu. Ninafurahi sana manake sasa napata message ninasikia sawa. Mbona ya bibi yako umwambia yake vile? Kesho tena. Kana kana sharanchi katafute mazingira yule papato anakuwa kama ni mkisomo kanaenda na mkisomo chao. Na hiyo sasa kinamuona habari baroni nitanifurahaka kama tatena samika 5,000. Mega 5,000. Maraba pale siku ya kusemaka sauti. Ile siku hasa maraba hautatuma message. Allo papa. Basi na sisi tumeshinda bien. Nilipenda tu nikusalimie. Nyoka inatoka mshimo. Basi hakuna shida, upite kesho dada kesho upite. Niko naangalia ifo na kuzia ta secret. Unafika $10. Muko unakuya pole. Na posho unafanya. Iko natoboka. Na unasema hao haziko naenda. Ziko naenda. Kesho naambia dada kamata hii fenti, niuzie kwanza pale kainite bando. Niuzie niti ngapi? Bakupatie tu ya 1000 francs. Ya 1000 francs kwa pesa nje watakupa exchange, unitafutie na exchange kwa lazima exchange. Sasa una kiasi mrudishia mtu. Dada, hakuna shida. Wewe tunazo, ni sawa tu. Sisi tunaisha. Manake na umaskini unafanya. Sabi naleta umaskini. Ya tano, sabi naleta magomvi. Siku objective yenye ulikuwa na winda kumupatia atakwambia nilikulombaka. Magomvi nafanya. Na mwisho wa magomvi mauaji. Tunafika mauti. Acha kuzoea mabwana ya watu, chunga wako. Hii mizaya kuzoea na kuchekiana. Nikiona unachekea bibi yangu ndakanyanga. Kama ushakuwa profesere usikie ufanya hapa. Kama ushakuwa mekanisie hapana hapa. Kama ushakuwa montare achapana hapa. Sasa ukilala na ulashi itakuwa. Sasa yote ni. Kaka unaniita? Mtu yuko na funa. Unaniita hata batika hapa. Unaniita? Roulage. Mikwae. Na gari yake frère vile. Meo ni frère za direct. Unaniita? Beba. Pako utikizike wewe. Huko wengine wanaokiana wanalamba tikiza mpaka kifua hivi. Nasema ndio. Kama ni mwingine alikuwa position ya kuikana. Unaangalia hivi miguu miwili iko na tikiza hivi. Siafu ziko kukiti. Sio stable wewe kushika. Na mkanisa hapa kuna wenye liko na bipi. Hapa na mke wako kama anatikiza mapacha ya miguu, ama niko na tope. Ni barulash. Bado unapiga sone pipi toka. Kisha kuyua kanisani. Leo kwa mtu mwenye na mikalio yake imajesto unasema za mbaraga hizi. Unaikala tunakaka mkisomo iko na unaangalia dada shageuza maka na rempua unileko mbali. Hapa iko mbali msikia mshana na tamaa hapa. Bwana tusaidie sana. Amena. Mwambie jirani tuepuke urulaje kanisa. Sasa ukilala na mfumu unazania utakuwa. Siku hatari tu, utakuwa unaanza tabiri na yenyewe habiko. Mtu anakuambia tu dada habari gani? Unasema iko sole papa ananipendaka. Kukusalimia. Kwa nini unajua si yake ninakupendaka? Kiano watu alikia tu kukusalimia shumu na ibaka naye. Mende joki na shitapa. Mnaangalia fulani kusaidia tafuta. Acha mfumo wewe. Bwana tusaidie sana. Hapa inawezekana watu waishi maisha ya bila dhambi na mnaishi paradiso. Kama vita vinatokea kila siku mkanisa, ni shwari, haiko shida dhambi. Wapenda macheo sana na washio na kazi. Na ukijua kazi au subiri wakati wa nani? Haiko choma vita zinatokea. Sio wakati wako.